Kwa jina naitwa Chiko Omari Bahatisha, ni mkazi wa Nzega, wilaya ya Nzega, niko ushirika. Kwa kweli, lakini kipindi nimehamia mwaka 2004, nimekuta hali ya Nzega maji ni shida. Hali ya Nzega maji kwanza bombani, mabomba kwanza nyumba ilikuwa ni chache. Na maji hata yakitoka ni matope. Wengi sana kwa tunamata kwenye visima vya maji, tunapanga foleni. Watu wakuta familia ni ndoo 3, saa 8 za usiku tunakesha kwa kusubiria maji. Na maji yenyewe ni ya kusubiria, mkirudi nyumbani ni asubuhi. Hali ya shida kwa ajili ya maji na hata mazingira, maisha yetu yalikuwa ni ya shida. Ukitaka kufua mama kama mama, ina maana siku unafunja shughuli zote na familia, mnabeba nguo, mnashinda kule kule kwenye kisima. Watatumia sana visima vya chemchemu kwa sababu maji yenyewe pia bombani sio kwamba yapo kila siku. Yaweza kakaa bombani mwezi mzima na siku yakitoka ni maji ambayo ni tope, hayanywiki wala hayafuli nguo. Tulikuwa tunaweka kitu kinachoitwa shabu. Ukiweka kwenye maji shabu ili ajigide ile rojo la maji mazito yaende chini ili maji yatakate ili uweze kufuata matumizi. Kwa hiyo tunafua visimani kule, tunashinda huko kurudi ni usiku. Kwa utakuta mambo mengi, changamoto mengine yanakuwa yanakukwamisha kwa ajili ya utendaji wa maji, kwa ajili ya kwenda kufua. Hiyo siku hata kama ni mjasiriamali, basi siku huwezi kuingiza pesa kwa ajili ya kufua na familia. Kwa hiyo tumeteseka sana zaidi ya sana. Baada ya maji kuletewa miundombinu na Rais Samia wetu, Mama Suluhu Hassan, matumizi ya shabu kwanza mpaka watoto sasa hivi ukiwaambia wazaliwa juzi shabu ni nini hakuwa hajui maana shabu ni nini. Lakini shabu si tunajua kenzi hizo tuwatumia kwa ajili ya kupoza maji ili ajigide uchafu uende chini, maji masafi yapande juu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mambo yetu tunapunguza. Unakuta mtoto anaamka asubuhi hapati shida, anawahi mapema, anaoga na kuwahi shule. Mama mwenye biashara zake anaoja jasiriamali yake vizuri. Mama anaenda ofisini, yani ile kero ya maji iko hamna tena. Kwa hiyo majukumu yako kila nyumba ina bomba. Kwa hiyo mtu anachota maji ni kuwahi majukumu yake, sio kipindi cha nyuma. Mama amke saa 10 za usiku akachote maji, hakuna kulala, arudi nyumbani ajipange ndio aende kwenye kutafuta riziki au kwenda ofisini au mtoto ndio aende kwenye kusoma. Kupatikana kwa haya maji tulirahisishwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, imerahisisha mambo mengi kwa sisi wananchi na kazi zinaenda kwa wepesi. Kuna watu wenye bustani zao kumwagilia maji kwa ajili ya kutafutia ujasiriamali. Ni vitu vingi, mifugo, hata sisi wenyewe matumizi, tunatakata, tunafua kwa wakati, sio kurundika nguo na waza siku ya kufua. Tunafua kwa wakati. Ile ahadi ya mama yetu, rais wetu, Mama Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru kwa kutoa ndoo kina mama kichwani. Ile ahadi aliyotufanyia na kweli imetimia. Shida zote kina mama tumeziondoa za maji. Tunaishi majumbani kwa furaha. Hakuna nimomba mwenzie maji. Hata visima sasa hivi vimepumua, yani vingine vimefukiwa kabisa haifanyi kazi. Kwa sababu kila mmoja ana maji ndani, anatumia kwa shida zake zote, mahitaji yote. Kwa hiyo tunamshukuru mama sana rais wetu. Watu wa Nzuwasa kwa kweli tunawashukuru, huduma zao ni nzuri. Kwanza wanamsikiliza mwananchi. Aweza akapitisha siku roda miezi 2 kuhusu kulipa maji, lakini wanafika hawawezi kukata bomba mpaka wamsikilize mtumiaji ana changamoto gani, mbona umekaa miezi 2. Basi akijielezea kwa wakati yule mama atasikilizwa au yule baba atasikilizwa na kweli atalipia, utamvumilia na kweli atalipa na kweli maji yanaendelea kutoka. Tunaridhika na huduma za hudumiaji wa Nzuwasa, mabosi wote na wahudumiaji ambao wamegawiwa mitaa kwa mitaa. Kwa kweli kwanza wana kauli nzuri, wanajituma, na kama kuna shida bomba limepasuka au wanakuja kwenye tukio na kutoa huduma kwa wananchi kwa muda ule, kwa wakati. Ndio haya natoka. Tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi kina mama tuna shida, maji ni tutafanya majukumu yote tunamaliza katika shida zetu. Kwa majina naitwa Shayo Malamsha, mkazi wa Nzega mjini. Nipo ndani ya soko kuu la Nzega. Fanya biashara wa kuuza kuku na uchinjaji wa kuku. Kabla ya maji ya Nzuwasa, tulikuwa na mradi mmoja wa Nzega, ulikuwa bwawa la Kilimi, lakini ulikuwa toshelezi. Na maana dumu tulikuwa tunanunua shilingi 400 mpaka 500. Ila ilivyokuja maji ya Nzuwasa yametusaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tunapata uniti moja kwa shilingi 1800, ambao sasa karibia na pipa 2 au 3. Hivyo tunamshukuru Dr. Samia kwa kutusaidia kutuletea mradi wa maji, akiweko na mbunge wetu ndugu Hussein Mohamed Bashe.
mpaka leo hii, yani changamoto za maji kwa kweli zimekwisha. Kaswasa tunawapongeza sana. Cha kwanza tunawapongeza maanake kuna wateja ambao wanakuwa na mita za kawaida. Hasa Kaswasa kama wangeweka pale nini luku kuwauzia hawa Nzuwasa, ina maana kuna yale madeni ambayo hayajakusanywa. Yale madeni ambayo hayajakusanywa ina maana tungekuwa tunakosa maji. Kwanza tuwapongeze wao kwa kutukopesha maji, ili idara inapokusanya kwa wananchi inalipa. Kwa hiyo tunaomba waendelee na moyo huo wa kutupa maji pasina kutuwekea luku pale. Nzuwasa kwa kweli tunawapongeza. Kwanza wanafika kwa wakati kwenye tatizo, labda bomba limepasuka, ukiwapigia tu simu hawamalizi hata dakika 5 wamefika kutatua tatizo. Kwa hiyo tuwapongeze sana. Maoni ni waombe tu waendelee kwa sehemu ambazo hazijafikia maji, waongeze mtandao ongezeke ili Watanzania wengi wanufaike na ziwa lao, Ziwa Victoria. Kwa majina naitwa Norini Franki, ni kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Nzega. Hapa tupo katika tanki la ushirika ambalo linapokea maji kutoka mamlaka maji safi na usafi wa mazingira kama Shinyanga Kaswasa. Na mahitaji ya maji kwa wakazi wetu wa Nzega ni mita za ujazo 5600, ambapo mita za ujazo 3500 tunazinunua kutoka Kaswasa, lakini mita 2100 tunazizalisha sisi kutoka katika vyanzo vyetu vya maji, na ambavyo ni Uchama na Kilimi. Lakini pia upatikanaji wa maji katika mji wetu wa Nzega ni 99.4%, ambapo wateja wetu wanapata maji kwa masaa 24, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo mradi huu haukuwepo. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kutuletea mradi huu. Kiukweli wateja wetu wa Nzega wanasema maji mwa.